linadai hatua na vitendo wala si maneno matupu kutoka kwa idara ya polisi kuhusu visa vya mauaji. Shirika hilo la kutetea haki za binadamu limebakisha kauli ya Inspekta Jenerali wa polisi Douglas Kanja kwamba maafisa watabeba msalaba wao wenyewe pale wanapofariki wakiwa mahabusu, lakini inaonya kuwa kauli hiyo haitakuwa na maana yoyote bila hatua ya kufuatilia, kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Faith Wangari. Kufuatia agizo la Inspekta Jenerali wa polisi Douglas Kanja kuhusu uwajibikaji wa polisi, shirika la Vocal Africa limekaribisha kauli ya Kanja kwa kuwa fursa inayoweza kuleta mabadiliko, lakini linasema itahesabika tu iwapo itaambatana na uchunguzi huru na wa kuaminika wa kila kifo cha mahabusu na kila tukio la kupigwa risasi. Shirika hilo likisema limeandikisha visa 22 vya vifo vya watu wakiwa ndani ya seli mwaka huu pekee, huku vingi vikiripotiwa mwanzoni kuwa vitendo vya kujiua ndani ya seli za polisi. Zaidi ya watu 70 wameuawa kwa risasi za polisi mwaka huu pekee, wakiwemo watu 20 waliouliwa wakati wa maandamano ya hivi karibuni ya bei ya mafuta. Jana, Inspekta Jenerali wa polisi Douglas Kanja aliamuru kusimamishwa mara moja kazi kwa maafisa watatu kila mara mshukiwa anapofariki akiwa kizuizini. Any death occurring in police cells, the OB recorder, the cell sentry and the duty officer, those officers must be interdicted immediately. Maafisa hao watatu ndio wanaowajibika kwa usimamizi wa seli na mahabusu waliopo kizuizini kwa nyakati zote. Vocal Africa sasa inadai mamlaka huru ya usimamizi wa polisi IPOA iharakishe uchunguzi wake na iwasiliane vizuri zaidi na familia zinazoomboleza huku zikisubiri majibu. Kamera za CCTV ziwekwe kwa saa 28 kwa siku katika kila seli ya polisi nchini, zikiwa na ulinzi wa kuwazuia maafisa kuharibu au kufuta rekodi. Swali linalobaki, wanasema, ni iwapo ukiri huo utageuka kuwa mashtaka au utabaki tu maneno. Faith Wangari, runinga ya TV 47. Namna bila shaka taarifa hiyo ya Faith